Assalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ni swali zuri sana kutoka kwa ndugu yetu Sheikh Juma. Naam, kuhusiana na nafsi na inafungwa nayo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama mashaitani ama nafsi inakuwa namna gani na tunaweza kuitakasa vipi nafsi yetu? Kimafundisho tunafundishwa inna nafsa la amaratan bisu. Hii nafsi zetu, nyoyo zetu kila siku ni yenye kutuamrisha katika mabaya. Nafsi huwa hazipendi wewe ukae chini usome Qur'an. Nafsi huwa haipendi ukae chini ulete istighfar. Haipendi wewe utubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, utumie wakati wako kwa ajili ya taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mashaitani wanafungwa kupitia hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Pindi ikiingia usiku wa kwanza wa Ramadhani, basi mashaitani wanakuwa ni wenye kufungwa. Milango ya pepo inafunguliwa na milango ya moto inafungwa, na wafusidati shayatin, na mashaitani wanafungwa. Lakini nafsi yetu iko pale pale, moyo wetu uko pale pale. Ni sisi kuweza kukanyaga moyo wetu, ni sisi kuweza kupeleka moyo wetu katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kulazimisha katika ibada ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na kuleta adhkar na istighfar, kuweza kutakasa moyo wetu na kutoa katika maasi na kuweza kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili moyo wetu uwe msafi, ili tuweze kuingiza mazuri. Na usipo iziwia na kuimiliki nafsi yako, utaingia katika maasi. Usipoweza kuimiliki nafsi yako kisawasawa na ukaiziwia kisawasawa, ikhwatal iman, uweze kuitumia nafsi yako katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni lazima tuikanyage nafsi yetu na kupambana nafsi yetu katika kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, katika kuleta adhkar na istighfar na kuyatenda yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliyotuamrisha. Moyo wetu lazima tupeleke, tumiliki sisi wenyewe, usitupeleke unavyotaka, kwa sababu nafsi ina thamani mingi kufanya. Hata katika mwezi wa Ramadhani utaangalia machafu usipojiziwia. Hata katika mwezi wa Ramadhani unaweza ukazini. Hata katika mwezi wa Ramadhani unaweza ukala, kwa sababu umeshindwa kuimiliki ile nafsi yako, kuiziwia na kuingiza katika taa ya Allah subhanahu. Kwa hivyo tunasema solution ni kulinda nafsi yako. Solution ni kuiziwia nafsi yako kisawasawa, kuilinda nafsi yako kisawasawa, ili usiweze kuingia katika maasi, kwa sababu mashaitani wamefungwa, lakini tumebakiwa na nyoyo zetu, tumebakiwa na nafsi zetu sisi wenyewe, namna tutakavyoimiliki nafsi yetu katika kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu. Hata kabla ya kuingia katika swali la bin Juma la pili, kuna ile swali ambalo limeulizwa na nadhani linahusiana na hili swala la nafsi, kwa sababu anasema kwamba kuna mtu ambaye anampenda, pengine ni mwanamume huyu ambaye anampenda mwanamke fulani, huyu mwanamke akamgusa wakati ambapo wako katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Anauliza, je, kwanza saumu yake imefunguka ama ameweza kuvunja saumu kufuatia kitendo kama hicho, kuguswa na mtu ambaye anampenda? Ni mtu anayempenda ama ni mke wake? Si mke wake. Naam, tayari hilo ni katika jambo la kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu tushaharamishiwa kuikaribia ile zina. Wala taqraba zina, miongoni mwa njia yetu sisi kuikaribia zina, basi pale utakapokaa na yule mwanamke mukatongozana, mukashikana, ukambusu, tayari unakaribia kitendo cha kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Baada dhalika itakupelekea mpaka uende uzini na yeye, kwa sababu zile feelings ndio zinapatikana pale, nyoyo zinafanya kazi yake, shetani anafanya kazi yake. Hapo tayari unaiharibu ile saumu yako, kwa sababu kimafundisho Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ama Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye ashawahi kumbusu mke wake katika saum ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Lakini Mtume
hakuna ambaye kwamba anayeweza kujimiliki zaidi, hakuna mwanaume wa kisawasawa kama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye anaweza kujimiliki zile hisia zake, lakini mimi na wewe kuna wengine ambaye kwamba hatuwezi. Tayari ushambusu mke wako, ndio hizo hisia zishainuka, na tayari unaweza ukafanya kitendo cha kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala, na ukaharibu saumu yako, na tayari utaingia katika dhambi ya kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna the way ile saumu utatakiwa uilipe kwa muda ya miezi miwili kufuatana, kwa mtu kulala na bibi yake katika mchana wa Ramadhan, ama kumbusu mke wako, na kama unaweza kujizuia hautofanya kitendo cha ndoa, basi inaruhusika kumbusu mke wako katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Lakini kama si mke wako, tayari unaiharibu saumu yako, kwa sababu waingia katika kitendo cha zina na kumkosea Allah subhanahu. Kuna swali hili liliulizwa na Buraira kuhusiana na kubusu tasbih. Kwamba tasbih akaibusu, anasema je, inaswihi? Ni sawa kuibusu tasbihi bimaana baada ya kutoa dhikri? Naam, akabusu tasbih yenyewe. Tasbihi kama ile umeitumia katika adhkar za kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kama vile unaweza ukasoma Qur'an, na kuna watu wanabusu Qur'an, na sio kwamba unabusu Qur'an kama ile unakichukua kile kitabu ni kama Mwenyezi Mungu yani wa kipekee, na yale ni maneno yake. Na tasbih kama ile pia ni umeletea adhkar, hakuna makosa, hujafanya shirki ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Naona muda tayari ushakatika, ni 58 baada ya saa 6. Ni hapo ambapo nadhani tutamalizia, na tuko naye hapa Sheikh Abdul Aziz. Nadhani ndio utachukua nafasi ya kuweza kumaliza kwa niaba ya mashekhi wote ambao tumekuwa nao hapa. Naam, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Tumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kuweza kutuwafikia leo, ikiwa tumefika katika radio Iqra kama hii. Kwanza ni fadhila kubwa na ni neema kubwa kwetu sisi kupata session kama hii ya Kiislam yenye kuendesha dini yetu ya Kiislam. Ni fadhila kubwa. Tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala azidi kuwainua, azidi kuwafungulia, ili muweze kupeleka Uislamu wetu mbele kwa neema kama hizi zinazopatikana vipindi kama hizi ambazo kwamba zinasaidia umma. Tunafundishana maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, tunaelimishana katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, hususan katika mwezi kama huu mtukufu wa Ramadhan. Kwetu sisi ni shukrani kubwa kwa kuweza kutukaribisha na kuweza kutabaruk kwa yale ambayo kwamba tulikuwa nayo. Nimekuwa na ndugu yangu shekhe langu Sheikh Muhammad Kusoma pamoja na ndugu yangu Sheikh Abdullah. Hizi ni shukrani kubwa kwa wenu sote kwa kuweza kutukaribisha. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala awajaze kila la khairi, waliosikia na walio wawezesha sisi pia kuweza kufika mahali kama hapa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala awajazi nyote khairi, wa shukran wa jazakumullah wa as'adallahu awqatakum wa ila al-liqa. Naam, shukran sana Sheikh wetu Sheikh Abdul Aziz kwa kuweza kutufaa pamoja na Sheikh Abdullah, na pia Sheikh wetu ambao hukuja hapa kila mwaka Sheikh Muhammad Kusoma ameshaondoka studioni, lakini Mwenyezi Mungu akitujalia tutakuwa nanyi tena katika muda kabla ya kuweza kuondoka. Najua mna zile ratiba nyingi sana, lakini mmeweza kutenga wakati kuja kutufaa hapa katika kipindi hiki msikizaji, kipindi cha Tende ya Ramadhani, na tunamalizia hapo msikizaji, dakika 59 baada ya saa 6 kwa wote ambao wameshiriki katika kupiga simu. Wengine hatukuweza kuchukua simu yenu kwa sababu maswali yalikuwa yanajibiwa, tafadhali tuwe radhi. Lakini kipindi sawa na hiki kitakuwa mwendo saa 9:30 mpaka mwendo saa 10:30 vile vile msikizaji jioni. Kwa hivyo kama una maswali yako yatakuwa yanajibiwa wakati huo. Usiondoke, tutakuwa tunapokea adhani ya swala ya dhuhuri, kisha baadaye tutakuwa tunapokea kiraa ya Qur'an kabla ya kuweza kuingia katika awamu ya kipindi cha Kisomali. Usiondoke. Asalamu alaykum. رمضان يملأنا بالبر والتقوى